Ah, Shalom, good morning tena. Mungu akubariki popote pale ulipo. Asubuhi ya leo nataka niendeleze tena kwa sehemu kidogo kile kipengele cha ndoto ambacho nimekianza kwa takriban sasa wiki mbili kama umekuwa ukinifuatilia. Na asubuhi ya leo nataka nieleze tena ndoto zinazohusiana na mahusiano na ndoa. Nimeona kuna umuhimu sana wa mimi kuendelea kuzungumza juu ya hizi ndoto kwa sababu ya message, simu na zile jumbe ninazopokea mara kwa mara kuhusiana na hiki kipengele cha ndoto. Watu wengi wana shida sana kwenye eneo hili la ndoto, na watu wengi wamekuwa wakipewa taarifa fulani, wamekuwa wakipewa ujumbe, maelekezo, mafunuo kwa habari ya ndoto, kwa namna ya ndoto. Mafunuo hayo yakiwa yamebeba mambo makubwa juu ya maisha yao, yakiwa yamebeba mambo makubwa juu ya zile activities za kawaida zinazoendelea kwenye maisha yao ya kawaida, lakini wamekuwa wakipuuzia. Kwa kwenye kipengele cha ndoto asubuhi ya leo sitadili sana pia na ndoto. Kwa nitachanganya, nitaongelea juu ya ndoto na nitaongelea pia juu ya ishara. Kuna ishara za kawaida kabisa ambazo ukiziona katika maisha yako, ishara hizo zinaweza zikafunua kitu fulani kinachoendelea kwenye maisha yako ya kiroho, au zinataka kukuelezea juu ya kitu fulani kilichofanyika kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo kuna ishara na kuna ndoto ambazo ukiziona ukiziona kwenye maisha yako, ujue kabisa kuna shida iko kwenye eneo lako la mahusiano au kwenye eneo lako la ndoa. Ishara ya kwanza nitakayoizungumzia ni pale ambapo mlikuwa vizuri na mwenza wako, ulikuwa vizuri na mume wako na mke wako, all of the suddenly ghafla upendo unaanza kupungua. Ghafla hujui kilichotokea, upendo unaanza kupungua, unaona kabisa hakuna tena ile love, huelewi kilichotokea, ni kitu kinachotokea tu ghafla. Alafu kwa kadri unavyozidi kuendelea naye, unaona kabisa upendo unaisha kabisa. Watu wengi wamepuuzia hii ishara, lakini hii ishara ni ishara ya kiroho inayoashiria kwamba kuna uchawi au uganga umetumika ili kudhoofisha upendo wake. Tatizo la hisia au upendo, nilishasema, ni vitu ambavyo vinaweza vikahamishika. Unaweza ukahamisha upendo wa mtu au ukahamisha hisia ya mtu ukaihamishia sehemu nyingine, na uchawi au uganga huu wa kukamata hisia za watu, kukamata upendo wa watu na kuhamishia sehemu nyingine. Hata wateja wako wanaweza wakaacha kukupenda wakaanza kupenda sehemu nyingine. Wanaume wengi wamekamatwa hisia zao na wamekamatwa upendo wao ukahamishiwa sehemu nyingine bila wao wenyewe kujua. Ni pale ambapo watu wabaya, wanawake wabaya wanaenda kwa waganga wa kienyeji, wanaenda kwa wachawi, wanatumia hizi wanatumia huu uganga, wanatumia haya mapepo kwa ajili ya kukamata hisia za huyo mtu na kumtoa out of control, wanamtoa nje ya uwezo wake, nje ya ufahamu wake. Wanatumia zile hisia zake, wanazihamishia sehemu nyingine. Kwa pale ambapo utaona upendo wake umepungua ghafla, ujue sio jambo la kawaida, ni jambo la kiroho. Ishara ya pili ni pale ambapo mtu huyo anaanza kutengeneza chuki zisizokuwa za kawaida. Anakuwa ni mtu wa kisirani, anakuwa ni mtu wa kukurupuka, ni mtu wa ajabu ajabu, yani huelewi tena, anakuwa na chuki isiyokuwa ya kawaida. Watu wa Mungu, that is a spirituality. Hilo ni jambo la kiroho na sio jambo la kawaida. Ishara ya tatu ni pale ambapo unaona mtu huyo anaanza kufanya vitu vya ajabu ajabu ambavyo alikuwa havifanyi. Vile vitu ambavyo alikuwa anavifanya kwako anavipunguza. Yani unashangaa tu, uelewi kinachoendelea tena. Yani unaona kabisa kuna kitu kinakwambia kabisa huyu mtu amebadilika, hakuwa ni mtu wa hivi. Anakuwa na chuki, anakuwa na visirani, anakuwa na hasira za ajabu ajabu. Watu wa Mungu, utakapoona hilo, kuna demons zimekuwa deployed, kuna mapepo yameajiriwa ili kuweza kucheza na hisia zake na kukufanya wewe uwe kama katuni kwake. Kwa hiyo hizi ni ishara za kiroho. Kuna ndoto pia ukiziota ujue kabisa kuna shida. Ndoto ya kwanza ni ile ndoto ya kuota mtu huyo anachiti. Watu wa Mungu, utakapokuwa unaota anachiti, kuna jambo la kiroho tayari limetokea. Kuna jambo limeendelea kwenye ulimwengu wake wa roho. Kuna kitu hakiko sawa kwenye ulimwengu wake wa roho. Pale ambapo utakuwa unaota anachiti, manake mtu huyo kuna namna amekamata kiroho na yuko kwenye mahusiano mengine. Hiyo ni taarifa unayopewa.
Ndoto ya pili ni kuona anafunga ndoa na mtu mwingine. Kuona mtu huyo anafunga ndoa na mtu mwingine, sio wewe, tayari ni ishara ya kiroho inayokuambia kwamba kuna shida ya kiroho iko sehemu fulani kuhusiana na mahusiano yako au ndoa yako. Ndoto ya tatu ni kuona anatembea na mtu mwingine. Hiyo ni ishara ya kiroho kabisa inayokuambia kwamba kuna jambo la kiroho limetokea. Ndoto ya nne ni kuona mwenza wako amezungukwa na mbwa. Hiyo ndoto inaashiria kwamba kuna jambo la kiroho lipo na ameingizwa spirit of lust. Ndoto ya sita ni kuona mwanamke mwingine au mwanamume mwingine yuko na pochi ya mwenzako au amevaa nguo za mwenzako. Ana pochi ya mwenzako, anatumia pesa zake, amevaa nguo yake ya ndani, especially zile nguo za ndani. Hii ndoto inaashiria kwamba kuna uchawi au uganga umetumika kwenye mahusiano yako. Ndoto ya mwisho ni kuona mwenzako anatembea kwa miguu peku, anatembea kwa miguu peku. Hii ndoto inaashiria kabisa kwamba kuna namna ametolewa kwako na hayupo tena kwako kwa namna ya uganga. Hizi ndoto na hizi ishara nilizozieleza zote zinafunua kwamba kuna uchawi, kuna uganga unaendelea kwenye maisha yako ya ndoa, maisha yako ya mahusiano. Lazima ukae chini uombe sana, uendelee kufuatilia kwa kina ili ujue ni nini kinachoendelea. Shalom, Mungu akubariki sana. Kama uko Dar es Salaam, hakikisha tunakutana leo kuanzia saa 6 kamili. Mahali ni Mbezi Beach Goigi, ukumbi unaitwa Mateo Hall. Mbezi Beach Goigi, ukumbi unaitwa Mateo Hall, kuanzia saa 6 kamili Jumapili ya leo. Leo tutakuwa tunadili na zile roho zote zilizoingizwa kwenye maisha yako. Nimekiita spirituality. Hata kama kuna roho zimeingizwa kwenye mahusiano yako, kwenye ndoa yako, leo nitakuonyesha kuna viumbe vya kiroho vinaweza vikaingizwa kwenye maisha yako, kwenye ndoa yako, kwenye biashara yako, kwenye kazi yako, kwenye afya yako, kwenye familia yako, alafu vikaanza kukutesa. Today we have to deal with those demons, those spirit beings. Kwa hiyo tukutane Mbezi Beach Goigi, ukumbi unaitwa Mateo. Tutaanza saa 6 kamili mchana mpaka saa 12 jioni. Wale ambao hawajui namna kufika Mateo, unaweza ukawasiliana na mimi kwa 0768 20 58 71. Namba hiyo niliyoitoa ni kwa wale ambao ni wageni tu, hawajui namna kufika. Nitakusaidia namna kufika. Shalom, Mungu akubariki sana.